Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa mafunzo ya Training of Trainers ya TOT kuhusu Business Planning for Project Financing Program. Aidha, napenda kumpongeza Gavana Benki Kuu ya Tanzania na uongozi mzima wa Benki Kuu ya Tanzania kwa ubunifu wake kupitia Chuo cha Benki Kuu kwa kuandaa programu hii inayojibu mahitaji halisi ya vijana na wajasiriamali ikiwemo wanawake kwa ujumla katika kurahisisha kupata mikopo na mitaji, hivyo kuchangia ukuaji wa maendeleo ya nchi yetu. Programu hii, ndugu washiriki, ni ushahidi wa dhamira ya Benki Kuu ya Tanzania ya kuimarisha uwezo wa taasisi na wataalamu wanaosimamia maendeleo ya uchumi na ujumuishaji wa kifedha nchini. Maendeleo ya uchumi wa taifa yanategemea kwa kiwango kikubwa uwezo wa wananchi, hususan vijana, kubuni na kuendesha biashara zenye tija. Hili tunalijua vizuri sisi kama viongozi na watumishi wa umma katika taasisi zetu. Hata hivyo, tafiti mbalimbali zinaonyesha kwa vijana wengi kukosa mitaji si kwa sababu ya ukosefu wa fursa pekee, bali ni kutokana na maarifa ya kuandaa mipango ya biashara inakubalika na taasisi za fedha. Kwa hiyo fursa zipo, kama mnavyojua tuna benki nyingi Tanzania na taasisi za fedha, lakini bado wananchi wote wanalalamika hawana mikopo, wanakosa mikopo. Sababu moja kubwa ni kosa ueledi wa namna ya kuandaa mipango ya biashara ili waweze kupata mikopo hiyo. Biashara nyingi hushindwa kupata mikopo kwa sababu ya nyaraka zisizoandaliwa vizuri, makadirio hafifu ya kifedha na uelewa mdogo wa taratibu za mikopo. Hivyo jukumu lenu kama maafisa wa VETA, SIDO, maendeleo ya jamii na biashara ni muhimu katika kuziba pengo hili kutokana na ujuzi na weledi mtakaopata katika mafunzo haya. Ndugu washiriki, katika kipindi cha siku 5 zijazo mtajengea uwezo katika maeneo muhimu ikiwemo utambuzi wa fursa za kibiashara, uandaaji wa mpango wa biashara, uchambuzi wa mazingira ya biashara na soko, taratibu za maombi ya mikopo, uandaaji wa makadirio ya kifedha pamoja na usimamizi wa vihatarishi vya biashara, yani risk management. Aidha, mtapata uelewa kuhusu mahitaji ya benki na taasisi nyingine za fedha katika kutathmini biashara au miradi kabla ya kutoa mikopo. Maarifa haya, ndugu washiriki, yatawezesha kuwafundisha na kuwashauri vijana kuandaa mipango ya biashara yenye ubora na kuongeza nafasi ya kupata fedha za kuanzisha na kupanua biashara zao. Programu hii, ndugu washiriki, pia ina mchango mkubwa katika utekelezaji wa vipaumbele vya kitaifa ikiwemo mfumo wa taifa wa ujumuishaji wa fedha, the National Financial Inclusion Framework ya 2023 mpaka 28, sera ya taifa ya maendeleo ya vijana na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kupitia mafunzo haya, serikali inalenga kuongeza uwezo wa vijana kushiriki katika shughuli za uzalishaji, kujiajiri, kuongeza kipato na kuchochea ukuaji wa uchumi jumuishi. Ndugu washiriki, aidha, mafunzo haya pia ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwezesha vijana na wanawake kiuchumi. Serikali inaendelea kutenga fedha kupitia mamlaka za serikali za mitaa kwa ajili ya mikopo kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ili kuwawezesha kuanzisha na kukuza shughuli zao za kiuchumi. Naitwa Janet Shishila, afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ndio, haya tuambie, wewe ni miongoni mwa washiriki. Hebu tuambie matarajio yako ni yapi na unadhani baada ya kupata elimu hii itakwenda kuleta mabadiliko gani chanya? Asante. Mimi ni mshiriki, ni moja kati ya mikoa ya washiriki ambao tunashiriki katika mafunzo kwa ajili ya wawezeshaji ambao wataenda kuwezesha mpango biashara au tunaita proposal business plan kwa makundi yetu maalum, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na tunatarajia mabadiliko kwa sababu tumekuwa tunaona kwenye kipengele chetu cha uwezeshaji wananchi kiuchumi, hasa katika utoaji wa fedha, makundi yetu yamekuwa hayawezi kuandika mpango biashara ambao unakubalika hasa katika mifuko au benki zinazotoa fedha.
Kwa hiyo tunatarajia tukitoka hapa tuwe na uelewa zaidi ambao na sisi tutaenda kuwaelewesha makundi yetu. Naitwa Bwana Gambareshi Timotheo, ni mkuu wa sehemu ya uwekezaji, viwanda na biashara. Professional mimi ni afisa biashara. Awali ya yote kwanza ni shukuru wawezeshaji na waliobuni mafunzo haya ili kuhakikisha kwamba tunajengeana uwezo ili kuweza kuisaidia jamii na wahitaji ambao wanahitaji maandiko ya miradi au project mbalimbali ambazo zinahitaji kuwezeshwa kifedha. Tunapokwenda katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, kumekuwa na ongezeko kubwa la uhitaji wa financing projects au business plan facilitation ambazo zinatokana na kwamba jamii tulionayo kubwa ina uhitaji, lakini inakosa taaluma bora ya kuweza kuhakikisha kwamba inaandika andiko ambalo linakidhi vigezo. Kwa hiyo mafunzo haya yanatujengea uwezo sisi ambayo tunakwenda sasa kuielimisha jamii na wahitaji wawe wanajua zile qualities za business plan au qualities za concept note, qualities za feasibility ambazo kimsingi financial institutions zimekuwa zikihitaji. Mkoa wa Kigoma unapoongelea habari ya biashara unaenda maili ya mbele kidogo, kwamba inavuka mipaka. Unapovuka mpaka sio kiholela kama watu walivyozoea, anafanya tu kawaida yumo ndani. Lazima biashara yake iwe rasmi na inafahamika katika mifumo na mitandao ili iwe salama inapotoka nje ya nchi. Anafahamika na yuko rasmi, hapati shida. Kwa hiyo mafunzo haya yanatuunganisha sasa kuongeza ule utaalamu na kuwaeleza unapopata fedha unafanya nini, uwe nani, ili uweze kufanya biashara ndani na nje ya nchi. Huo ndio muhimu hasa wa haya mafunzo ambayo tutayapata hapa kupitia chuo cha benki. Kupitia benki hii, Benki Kuu, mimi naomba nitoe shukrani kwa sababu nilipoona title kichwa cha mafunzo kwamba kinasema business planning, mpango wa biashara, and financing, uwezeshaji, inaleta ladha na mionjo ya kumwezesha yule ambaye alikuwa hajui sasa ajue, aliyekuwa hana utaalamu awe nao, ili aweze kuhimili ushindani kwa mazingira ya sasa ya biashara. Lengo la kukutana hapa leo na wadau wa programu hii ni kutoa mafunzo, tutasema mafunzo ya ithibati kwa ajili ya kutengeneza mipango ya biashara, yani business planning for project financing program. Ni programu ambayo inahusisha washiriki kutoka mikoa mbalimbali Tanzania, na kwa awamu hii ambayo tunafanya hapa Mwanza ni mikoa jumla 8 ya kanda ya Ziwa na mikoa mingine miwili ya kanda Kigoma ambayo sio kanda ya Ziwa, pia na Tabora. Kwa jumla iko mikoa 8. Labda kwa kuitaja ni Mwanza, Shinyanga, Manyara, Mara, Simiu, Kagera, Tabora, Kigoma. Kwa jumla mikoa 8. Na lengo hasa la mafunzo haya ni kutoa uelewa, ujuzi na weledi kwa maafisa wa biashara kutoka TAMISEMI, kwa maafisa wa maendeleo ya jamii, na pia kwa maafisa kutoka SIDO na maafisa kutoka VETA, ili wao wakawe walimu kwa vijana, wanawake na wajasiriamali, ili waweze kujua namna kuandaa mipango ya biashara. Hii ni Tanzania Habari.